na tunaombea mtumishi wako Mungu ukamtumie kama chombo chako wakati huu, ili kupitia kwake tujengeke, kupitia kwake tuinuliwe, kupitia kwake tupone katika jina la Yesu. Tupokea hiyo neno kwa shukurani, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Mikono pamoja tukaribishe mtumishi wa Bwana. Amen. Amen. God bless you. Tuletene. Tunaweza tukachukua viketi vyetu katika uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Ninaomba ni wasalimu nyote watumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo nimepata. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo nimepata ya kulishiriki neno la Mungu. Na ninashukuru chama, nashukuru viongozi wetu kwa sababu ya nafasi hiyo. Asante sana Bishop Wawero. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya vile ambavyo tumeunganika hapa leo. Wakati ambapo mvua ilikuwa inanyesha, nilikuwa nasema kweli leo tuko katika mtihani. Maana inaponyesha Jumapili asubuhi, sisi huwatarajia washirika wetu wasikose. Na tunatarajia waje kwa wingi na wafike tu ile masaa. Na kwa hivyo sasa na leo na sisi tulikuwa tunaangaliwa ili tuonekane kana kwamba tutafanya the same. Bwana asifiwe sana. Na nashukuru Mungu kwamba tumeweza kupita huo mtihani. Kweli tumeweza kufika na kibaridi hiki na mvua hii, na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki, na pia tutavuna hata inapoendelea kunyesha siku za Jumapili. Washirika wetu na wao watakuja. Bwana asifiwe sana. Asubuhi hii ya leo ninamshukuru Mungu kwa sababu ameniweka uhai. Amenileta ubali huu wote. Ni kwa neema zake ya kwamba niko hai, na kwa hivyo nina ushuhuda mkubwa sana wa kile ambacho Bwana anafanya katika maisha yetu. Asubuhi hii ya leo ningependa kuingia katika neno la Mungu. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Samueli, in the book of First Samuel chapter 30, and I'm going to read from verse 6 and verse 7. Na ninaamini ya kwamba jioni ya mchana wa leo tutatiana moyo na tutatiana nguvu katika Bwana katika jina la Yesu. Ya zote tunaelewa ya kwamba inapofika kunenea wachungaji sio kazi rahisi, lakini kila wakati Mungu huwa na neno lao, na kwa hivyo ninaamini ya kwamba hata na leo ako na neno letu. In the book of First Samuel chapter 30 and verse 6, the Bible says, Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people were grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Blessed be the name of the Lord. And David strengthened himself in the Lord his God. Bwana wetu kwa sifa. Na siku hii ya leo ningependa kushiriki nasi ujumbe ambao ninauita tu kama hivyo ambavyo tumetamatisha, strengthening ourselves in the Lord. Blessed be the name of the Lord. Nianze na kusema hivi wapendwa, kwamba mara nyingi sisi kama watumishi wa Mungu tunajikuta
katika hali tofauti tofauti ambazo ni za kufunja moyo sana. Bwana wetu sifa. Sometimes we are discouraged. Sometimes we are disappointed. Sometimes we feel lonely. Sometimes we feel sad, empty, dry. Blessed be the name of the Lord. Kwa sababu ya mambo yale ambayo tunayapitia. Lakini mara nyingi tunakosa nguvu zile ambazo tunapaswa kutembea nazo kama watumishi wa Mungu. Ni kwa sababu hatuna mtu wakati mwingine wa kututia moyo, wa kutusimamisha, wa kutujenga, wa kutuambia endelea. Na kwa hivyo inapofika wakati wa kuvunjika moyo, kweli tunavunjika moyo, lakini tunajifanya kwamba bado tunaendelea. Bwana wetu sifa. Inafika vipindi ambavyo unajihisi ni kana kwamba uko peke yako, na kweli unakaa ni kana kwamba uko peke yako. Jina la Bwana wetu sifa. Lakini mchana wa leo Bwana amenituma na ujumbe huu kwetu ya kwamba ni vema kujitia moyo katika Bwana. Blessed be the name of the Lord. Na tumelisoma neno hili la ndugu wetu Daudi, ambaye ni mtumishi wa Mungu kama sisi, mtu aliyeaminiwa kazi kubwa sana na Mungu. Lakini maandiko inasema ya kwamba mara hii akawa katika hali ambayo ilisababisha moyo wake uiname, akajikuta katika vipindi ambavyo alifunjwa moyo na zile hali ambazo alizokuwa anapitia. Akafunjwa moyo na hata na watu ambao walikuwa upande wake, akafunjwa moyo na mambo yaliyokuwa yanafanyika katika mazingara yake. Blessed be the name of the Lord. And the Bible says that David was distressed. Kwa Daudi akawa sasa moyo wake unasononeka. Ukisoma pale chini maandiko inasema alikuwa pamoja na watu waliokuwa pamoja nao, walikuwa wamelia kiasi ya kwamba hawakuwa na machozi tena. Bwana wetu kwa sifa. Nataka uangalie hali hiyo, kwamba umelia kiasi ya kwamba machozi hata ukitaka yatoke hayawezi yakatoka. Blessed be the name of the Lord. Lakini maandiko inasema katika hali hizo zote, maana huu ni wakati ambapo wake zake wawili walikuwa wametekwa nyara. Huu ni wakati ambapo watoto wake walikuwa wamechukuliwa. Huu ni wakati ambapo mali zote zikuwa zimeenda. Blessed be the name of the Lord. Na sasa maadui walikuwa wameinuka kinyume na Daudi. Lakini maandiko inasema Daudi kwa upande wake alikuwa na watu wachache ambao aliwaona kama watu wa nyumba, ndo wa nyumba. Blessed be the name of the Lord. Maandiko inasema hata na hao ikafika mahali wakasema, wewe Daudi, tutakutandika na mawe. Tulikuona shujaa, tulikuona mtu wa kutusaidia, tulikuona mtu ambaye atupigania vita. Sasa wewe unaungana pamoja na sisi kulia, sasa hiyo na hata na sisi tutakupiga. Blessed be the name of the Lord. Na sasa Daudi akamwambia kwamba sasa hamna lingine, hata kama watu wale ambao nilitazamia watasimama na mimi wameinua mawe, sasa nitafanya nini? Watu ambao nilifikiria hata watu wote wakiniondokea, hawa kin fulani hawataniondokea, na hata na hao pia wameniinukia na wameniondokea. Blessed be the name of the Lord. Na hapo ndipo Daudi akaamua, now I am going to strengthen myself in the Lord. Bwana wetu kwa sifa. Sasa nitajitia moyo katika Bwana. Blessed be the name of the Lord. Wapendwa, kutafika vipindi kama vile wakati ambapo unatazamia wale wazee wa kanisa, wale mashemanzi, wale ambao wa karibu pamoja na wao, yule ambaye ni askofu wako, yule ambaye ni mtu wa karibu, akutie moyo. Wakati mwingine hawatakuwepo wakutie moyo. Blessed be the name of the Lord. Na kwa hivyo sasa jambo ambalo ni la maana sana, watumishi wa Mungu, ni sisi kujitia moyo katika Bwana. Blessed be the name of the Lord. Na unapojitia moyo katika Bwana, kuna jambo ambalo ni la maana sana ambalo tunapaswa kujifunza. Number one, we need to learn to minister to ourselves. Blessed be the name of the Lord. As servants of God, we are good servants, we are good ministers, na tunajua sana kuwahurumia watu. Blessed be the name of the Lord. Tunajua sana kuwatia watu moyo. Utakuta mtu amefunjika moyo
kama mtumishi wa Mungu ukiingia katika ile nyumba, utazungumza naye, utampatia neno, utamsomea mistari, na baadaye yule mtu aliyekuwa chini unakuta ameinuka. Bwana wewe sifa. Lakini sasa inabidi sasa na sisi tujifunze the same. Tunavyowahudumia wengine, tujihudumie sisi. Bwana wetu sifa. Ukisoma neno hapa katika kitabu cha Ayubu, in the book of Job chapter 30, in the book of Job chapter 30 and verse 25, kuna kitu hapa ambacho wetu Ayubu anakisema. In the book of Job chapter 30, na hili ndilo jambo ambalo kututendekea mara nyingi sisi kama watumishi wa Mungu. In the book of Job chapter 30 and verse 25, the Bible says, have I not wept for him who was in trouble? Has not my soul grieved for the poor? But when I looked for good, evil came to me. And when I waited for the light, then came darkness. Blessed be the name of God. Hapa Mungu anasema, si ni mimi yule ambaye nilitia moyo wale ambao walikuwa waugua? Si ni mimi niliyekuta mama mjane ameondokewa na mume wake, nikasimama pale kama mtumishi wa Mungu na maandiko, nikamtia yule mama moyo katika hali zake za kuhuzunika mpaka akasimama. Blessed be the name of the Lord. Lakini sasa mimi nilipotaka kuinuliwa, sikupata mtu wa kuninua. Wakati ambapo nilitazamia nipate mwangaza, nikapata giza. Blessed be the name of the Lord. Hizi ndizo hali ambazo hutukuta mara nyingi kama watumishi wa Mungu. Wewe utajitoa zaidi kuhakikisha ya kwamba huyo masikini umemsimamisha. Utahakikisha ya kwamba wakati mwingine unalala masaa ambayo yamepita ili umhudumie mtu aliye mnyonge, na uone ameinuka na amesimama, na kweli anainuka na kweli amesimama. Lakini sasa wapendwa, neno la Mungu ni hili, the same tunavyo encourage wengine. Mungu atupe neema na tuweze kujifundisha kujihudumia wenyewe. Blessed be the name of the Lord. Ukisoma neno ya book of Psalms 42, the book of Psalms 42 and verse 11, Psalms 42 and verse 11, the Bible says, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, the help of my containers and my God. Blessed be the name of the Lord. Mwandishi huyu wa Zaburi hapa, he is ministering to himself. He is talking to himself. Blessed be the name of the Lord. Na unakuta anaambia moyo wake, why are you cast down, oh my soul? Wewe moyo wangu, kwa nini umeinama? Wewe moyo wangu, kwa nini umesononeka? Blessed be the name of the Lord. Na ukiangalia mtu huyu anaongelesha moyo wake ni kana kwamba anamuongelesha mtu mwingine. Blessed be the name of the Lord. Anaongelesha nafsi yake ni kana kwamba mtu mwingine anayeambia habari hizi, ili hali ni yeye mwenyewe anajiongelesha. Bwana wetu kwa sifa. Na anajiuliza swali, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God. Blessed be the name of the Lord. We are very good by telling people to encourage themselves to have hope in God. Lakini inapofika sisi tunaanguka, tunazimia, tunaishiwa na nguvu, tunasafa mambo mengi. Lakini wapendwa, mchana wa leo Bwana ananena nasi ya kwamba tujifundishe kujihudumia. Bwana kwa sifa. Watumishi wa Mungu ni watu ambao wamebeba utajiri mwingi sana. Blessed be the name of the Lord. Ndani ya mioyo yetu kuna deposit ya ukuu na utajiri wa mambo ambayo maandiko inasema in the book of 2 Corinthians chapter 6 and verse 10 kwamba sisi kuwafanya watu masikini watajike. Blessed be the name of the Lord.
Yaani Mungu kuna vitu ametupatia. Mtu masikini anakuja kanisani mwako bishop, unamnenea, unamfundisha, unamuongelesha, unamhudumia, mtu huyo anatajirika. Blessed be the name of the Lord. Watu wanakuja katika huduma zetu wakiwa watu ambao hawana nyuma wala mbele, watu ambao hawana mwelekeo, watu ambao hata watu wengine wakipewa hao bure hawawezi wakawachukua, lakini kwa neema na kwa upako na kwa nguvu na utajiri ambao Bwana ameweka ndani yako, unamhudumia mtu huyo. Sasa wengine wakimuona wanamtamani. Blessed be the name of the Lord. Lakini kwa nini utajiri tulioubeba usitusaidie sisi? Blessed be the name of the Lord. Kwa nini maneno, ufunuo, neno lenye nguvu ambalo liko ndani yetu, neno lile tusijinenee sisi wenyewe? Blessed be the name of the Lord. Na ndiposa mtu huyu akajua ya kwamba sasa hapa moyo wangu umenama, moyo wangu unasoneka, na anajiongelesha mambo mazito hapa. Anaambia roho yake, roho yangu usisononeke. Kuna vipindi bado wewe utatukuza Mungu, kuna vipindi wewe utasifu Mungu. Blessed be the name of the Lord. So kile ambacho ninanena kwetu leo watumishi wa Mungu ni kwamba it's good to learn to minister to ourselves. Blessed be the name of the Lord. Ni vizuri kile ambacho Mungu ametupa, hajatupa tu ili ya kwamba tukawapatie wengine, ametupa ili kwamba na hata na sisi kitusaidie. Bwana tupe sifa. Tusifanyike kama yule mama ambaye hugawa chakula mpaka dakika ya mwisho hakuna chake. Kama mwayo kitu kama hiyo, ama mjua watoto kwamba mama ngegawa chakula, yani yeye tu ni kupakua, yeye tu ni kupakua, anapakulia watoto, akirudi kwa sufuria anakuta hata chake yeye hana. Yeye ndiye aliyepika, yeye ndiye aliyenunua, yeye ndiye aliyetengeneza, lakini anaranja maana amegawa yote. Blessed be the name of the Lord. Hapana, hatutakuwa watu wa namna hiyo. Utajiri na chakula ambacho Bwana ametupa kwa sababu ya watoto, hata sisi wenyewe tutashibisha roho zetu kwanza. Blessed be the name of the Lord. Maana wapenda, sioni kana kwamba ni mapenzi ya Mungu ya kwamba wewe unaweza ukasimamisha watu, yani una maneno mazito na mazuri ambayo unaweza ukasimamisha wengine, lakini ndoo ikija katika maisha yako inakugonga, unakosa matumaini, unafunjika moyo, unaanza kulaani watu, unaanza kuongea vibaya, unaanza kublame kila mtu, maana moyo wako umeinama, ili hali katika moyo wako kuna utajiri ambao Bwana amekupa, ambao umewapatia wengine wakatajirika, umewapatia wengine watu wa chini wakainuka, ili hali wewe ukawachwa mtu hohehae, ukawachwa bila chochote, ukawachwa mtu masikini, ukawachwa mtu mwenye shida. Nimekuja kusema hivi, lazima tujifundishe kujihudumia hata na sisi katika jina la Yesu. Blessed be the name of the Lord. Na unapojihudumia, kuna vitu vya maana sana kujiambia. Kuna vitu vya maana sana kujiambia. Number one, lazima ujiambie kwamba hakuna mtu wa kunisaidia ila Mungu. Blessed be the name of the Lord. As you minister to yourself, as you speak to yourself, kumbuka kujiambia kila asubuhi ukiamka, atenie dile mudo bako daidia kwamba mimi sina mtu mwingine wa kunisaidia. Angalia the book of John chapter 5, this man in the pool of Bethesda, wakati ambapo Yesu anakuta na anamwambia, saa ungependa kupona? Jamaa huyu aliongea kile kilichokuwa katika moyo wake, ya kwamba mimi Bwana, siku hizi zote nimekuwa sina mtu wa kuniweka kwenye birika. So that tells you, for 38 years about huyu jamaa alikaa in the pool of the Bethesda, he was waiting for somebody to come amsaidie, aingishe. Lakini ukweli wa mambo ni hakukuwa na mtu. Blessed be the name of the Lord. Hata kama angekaa 100 years, the truth of the matter is hakukuwa na mtu wa kumweka kwenye birika, maana haikuwa imewekwa ya kwamba mtu achukuliwe awekwe kwenye birika. Ilikuwa kwamba wewe mwenyewe ujichukue, ujiingishe kwenye birika ukiwa wa kwanza upone. Sasa huyu jamaa, stori za kugojea mtu alitoa wapi?
Nani aliyemwambia kuna mtu atakuja kubeba watu awapeleke kwenye birika? Blessed be the name of the Lord. Na hiyo ndiyo shida tulio nayo, kwamba unakaa as a servant of God ukifikiria kwamba kuna mtu atatoka Moroko akuje akusaidie. Bwana wetu aposifu. Anapokosa kuja ile masaa unataka, unafunjika moyo, unakosa matumaini, unasema hiki kitu nitawacha. Wacha kufunjika moyo, jitie moyo na ujiambie hakuna mtu ninagojea. Blessed be the name of the Lord. Ninagojea Mungu peke yake. Na hapo ndipo watumishi wa Mungu shida yetu itokea. Ulifikiria wazee wa kanisa ndio watakujengea nyumba, ulifikiria mashemazi ndio watafanya huduma yako iwe kubwa, ukaweka trust kwa watu sana, ukaweka trust kwa authorities zako wako juu wako sana. Walipokosa kuja ukaanza kuvunja moyo, ukatoka hiyo huduma ukaanza kunena maneno mengi. Lakini nimekuja kukuambia hivi, learn to minister to yourself, and as you minister to yourself, tell yourself hakuna mtu wa kunisaidia. Blessed be the name of the Lord. Na utakapoambia moyo wako hivyo, hauna siku ambayo wewe hata watakapokosa kuja hautavunja moyo. Blessed be the name of the Lord. Because let me tell you, sometimes you unangojea watu wakutie moyo na hata hawajui kama umevunjika moyo. Wanawezaje kukutia moyo na hawajui kwamba wewe umevunjika moyo? In fact hata wanajua wewe hauwezi kuvunjika moyo. Wanakuwa as a strong man, wanakuona kama mtu mwenye nguvu. Na wewe sasa umekaa kwa ofisi unangojea upigiwe simu na mtu akutie moyo. Akutie moyo vipi na wewe anakuona mwenye nguvu? Akutia nguvu vipi na hata haujui umevunjika moyo? Blessed be the name of the Lord. So ili usivunjike moyo na uwe na nguvu katika Bwana, jiambie kila wakati hakuna mtu wa kuniweka kwenye bika. Mimi ni Yesu na Mungu na Roho Mtakatifu peke yao watakaokuja kunisaidia. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Ninasema as we stand ourselves, we must learn to minister to ourselves. Na tunapominister to ourselves, number one, ujiambie kwamba hakuna mtu. Bwana apewe sifa. Number two, tell yourself it shall be well. Yeah. In the book of Isaiah chapter 3 verse 10, tell the righteous it shall be well. Blessed be the name of the Lord. Na tunajua kuhubiria righteous wala wengine hivyo. Je, kwani wewe sio righteous? Jiambie hivyo, tell yourself. Yes, mpendo mtumishi wa Mungu, mambo yanaweza kuwa ngumu leo, yanaweza kuwa mazito leo, unaweza kuwa unalia leo, unaweza kuwa fungiwa nyumba leo, unaweza kuwa huduma haiendelei leo, lakini ukweli wa mambo ni it shall be well. Blessed be the name of the Lord. Na kabla haujangoja mtu akuje akwambie, wewe kaa chini kwa ofisi, jipatie mahubiri ya dakika 30 ya kujiambia ya maodo megwagira vile mambo itakuwa mazuri. Blessed be the name of the Lord. Kabla haujaenda kuambia wenye haki wale wengine bila watakavyoinua, chukua dakika 15 jiambie, wewe mtumishi wa Mungu, bishop wa leo, mambo itakuwa mazuri. Gatukusikia maodo nemekwagira in the name of Jesus Christ. Maana aliyeniita ni mwaminifu, na kama yeye ni mwaminifu atafanya. Blessed be the name of the Lord. Na wakati ambapo umejihubiria ya kwamba mambo yatakuwa mazuri, haitajalisha vile ambavyo Mungu yako, utaenda na ujasiri huo. Blessed be the name of the Lord. Kwa nini tunahubiria watu maneno? Tunawahubiria ili kwamba mambo yatakayo kutana nao wajue ya kwamba wako na Mungu. Pia na wewe wakati mwingine mpendwa, uhubiri mwema mzuri kabisa ni wewe. Unaweza jihubiria ili mahubiri ambayo unajua unahitaji, maana wewe ndiye unajijua. Blessed be the name of the Lord. Tell yourself it shall be well. Blessed be the name of the Lord. Mambo sio mzuri saa hizi, but one thing that I know, that it shall be well. Hiyo ndio kitu kilisaidia ndugu wetu Ayubu kutoboa. Blessed be the name of the Lord. Ayubu alijua kujubilia, Ayubu alijua kujitia nguvu. Bwana wetu sifa. Mambo ni mazito, mambo yamemsukuma. Huu ni ugonjwa, huyu ni bibi, hizi ni mali, hizi ni watoto, lakini anajiambia one thing that I know, that my Redeemer lives.
Blessed be the name of the Lord. Anajitia moyo mwenyewe katika Bwana. Blessed be the name of the Lord. And number 3, as you minister to yourself, tell yourself that you can do all this through Christ who strengthens you. Blessed be the name of the Lord. In the book of Philippians chapter 4 and verse 13, Paulo anasema ninaweza mambo yote. Si watu wanamwambia shida yako unagojea mtu akuje ati ametumwa na Mungu kukuambia tu unaweza mambo yote. Wakati mwingine atakosa. Wewe kuwa nabii wako ujiambie Bwana asema Bishop Mo eti mimi ninaweza mambo yote katika Kristo Yesu anitia nguvu. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Wakati ambapo unajiambia wewe mwenyewe kwamba unaweza, una build your confidence. Bwana wetu asifa. Unajijenga, unajipatia nguvu tena. Kama ulikuwa chini, umejiambia ya kwamba nitaweza, utapata kusimama. Bwana wetu asifa. Maana mara nyingi kile ambacho tunasikia nje ni kwamba tutaisha, ni kwamba kutakuwa hivi, lakini wewe mwenyewe unapojifundisha kujihudumia kila wakati, utakuwa nabii wako wewe mwenyewe, ukijitabiria mambo mema, ukitangaza mambo mema juu ya maisha yako. Vile wewe husimama kanisani, unatabiria wapendwa na unawatabiria washirika, wanatoka wanarudi nyumbani hata kama hawakukaa jana, wakiwa na nguvu kwamba kesho watakula. The same case, the same minister to yourself. Jiambia ya kwamba wewe sio failure, jiambia ya kwamba wewe sio bure, jiambia ya kwamba wewe unaweza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hallelujah. We must learn to minister to ourselves, and as we minister to ourselves, we must tell ourselves that nobody will come to help us. Number 2, you must tell yourself that it shall be well. And number 3, you must encourage yourself that you can do all things through Christ who strengthened you. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Unapojitia moyo, always remember what God had done in the past. Welirikanagie maudu maria Ngai neka tene. Jikubushage yale mambo Mungu amewahi fanya zamani. Bwana wewe sifa. When you are down, when you feel discouraged, when you feel disappointed, when you feel like anakuwa mambo inaisha, hebu kumbuka jambo ambalo Mungu amewahi fanya. In the book of Samuel chapter 17 verse 4 to 36, this is David anapoenda kukabiliana na Goliath, jamaa ambaye alikuwa ni threat, alikuwa ni tisho kwa nchi, alikuwa ni tisho kwa falme, alikuwa ni tisho kwa nchi nzima. Maandiko inasema alipokuwa anaenda alijitia nguvu na maneno haya kusema, kuna wakati ikiwa kijana mdogo wa baba yangu nilikuwa ninalisha kondoo za malisho ya baba, na duba angekuja, na duba alipokuwa kija, Mungu alikuwa ananisaidia, ninamlalua yule duba. Kuna wakati ambapo simba angekuja kutaka kufamia kondoo za baba yangu, Mungu angenipa neema na nguvu ya kumshika simba kidefu na kumlalua. Blessed be the name of the Lord. Akasema na hata na sasa Mungu huyo aliyenisaidia kuua duba, aliyenisaidia kuua simba, atanisaidia kuua huyu Mfilisti ambaye hajatairi. Blessed be the name of the Lord. Kuna wakati ndugu mtumishi wa Mungu ulikuwa chini na ukaona kana kwamba dunia yako inaisha, lakini baadaye Mungu akaja. Blessed be the name of the Lord. Ili ujitie nguvu katika Bwana, hebu kumbuka Mungu huyo, because he is the same yesterday, today and forevermore. Kama alifanya, he will do it again. Blessed be the name of the Lord. Kuna wakati wewe kiatu ilikuwa ni shida, kiatu ilikuwa shida. Leo wewe viatu ni magunia kwa nyumba. Mungu aliyefanya muujiza wa viatu anaweza fanya miujiza ya suti. Kuna wakati shida, wakati suti kuwa ni shida, sasa suti sio shida. The same God aliyekuja akakusaidia anaweza kusaidia hata kujenga. Bwana wetu pasifa. Mungu aliyesababisha aliongelesha mtu akakuletea shilingi 2000 ukaona kama ni milioni 2. Same God aweza akaongelesha mtu alete milioni 2.
Blessed be the name of the Lord. Learn to strengthen yourself in the Lord. Unapojikumbusha matendo ya Mungu katika maisha yako. Wewe uliua duba, uliua simba. Kuna simba katika huduma umeua, wakati vita viliinuka katika huduma na ukaona sasa hii kanisa itakwisha. Hata ukaenda nyumbani ukisema leo negaadira, lakini vile kalisimama haukujua maana Mungu alikuja akakasimamisha tena. Hata na sasa jitie moyo katika Bwana kwamba the same God aliyefanya siku zile atafanya hata na leo. Blessed be the name of the Lord. Na unapojikumbusha, unapoketi chini kwa ofisi yako na kuanza kutafakari matendo ya Mungu, jinsi Jehova alikusaidia ulipokuwa kijana mdogo kule kijiji ya kwenu, akakuleta tauni hii, akakusaidia jinsi ambavyo ulimanufa ukawa vile ulivyo, unaweza kutia nguvu tena ya kwamba Gayushio, Mungu huyo hata na leo anaweza kufanya kile ambacho ninahitaji kifanywe. Blessed be the name of the Lord. I'm talking about strengthening ourselves in the Lord. Bwana wetu pasifa. And finally, after you minister to yourselves, na kujiambia mambo haya yote, na umejikumbusha matendo ya Mungu, ask and it shall be given. Omba na utapewa. In the book of Philippians chapter 4 and verse 4, and we jump to verse 6. The Bible says in the verse 4 that rejoice in the Lord. I say again, rejoice in the Lord. Bwana wetu pasifa. Kwamba furahi katika Bwana, na nasema tena furahi. Verse 6 inasema ya kwamba usifadhaike kwa jambo lolote, lakini kwa maombi na sala na kushukuru Mungu ujulishe Mungu mahitaji yako. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Servants of God, ladies and gentlemen, we have a faithful God. Tuna Mungu ambaye hujibu maombi yetu. Tuna Mungu ambaye hutusikia wakati ambapo tunaomba. Ni jambo gani hilo ambalo limekusukuma? Ni jambo gani hilo ambalo limesababisha moyo wako iname? Simama, jitie moyo. Jitie moyo katika Bwana. Jiambie yatakuwa mema. Jiambie kwamba uweza moyote. Jikumbushe matendo ya Bwana. Na sasa mwisho mwambie Bwana, ninataka haya na haya na haya na haya. The Bible says Daudi alipojitia moyo katika Bwana, maandiko inasema the next thing, alitisha efodi, nguo ya maombi, akapiga magoti akaongea na Bwana. Na hapo ndipo Bwana alipomngujia kwa njia ya kumuonyesha jinsi atakavyo likava zile vitu ambavyo adui walikuwa wameiba. Bwana wetu asifa. Hallelujah. Akaomba na maandiko inasema Mungu akamwambia pasi, enda ufikie. Na tunaona Mungu akisababisha mmoja wale maadui waliokuwa wamekuja kunyakua vitu zake akigojeka barabarani. Baadaye Daudi anamkuta barabarani, anamuuliza, je, wewe unajua mahali wake zangu wako? Anamwambia, ninajua. Mahali watoto wangu wako? Ninajua. Na vitu zangu mahali ziko? Ninajua. Lakini ni hapa kwamba kwanza hautaniangamiza na nipatie chakula. Na maandiko inasema baadaye huyo mtu akamuelekeza. Imagine, mmoja wa maadui ndiye aliyeelekeza Daudi mahali vitu zake zilipokuwa. Na maandiko inasema that David recovered all. Hamna kitu ambacho kilikuwa kimenyakuliwa na adui ambacho Daudi hakurejesha. Blessed be the name of the Lord. Because alipoji-encouraged, alipoji-strengthened, alipo sasa kuwa sawa, aliweza kuongea vizuri. Brothers and sisters, wakati ambapo moyo wako umeinama, hata kuomba hauwezi omba ilivyo stahili. Hallelujah. Wakati ambapo moyo wako umeinama, hapo ndipo unaenda kunungunika mbele za Bwana. Wakati ambapo moyo wako hauna nguvu, hapo ndipo unaenda kulaani watu mbele za Bwana. But after you may strengthen yourself, sasa unaenda mbele za Bwana ukiwa na nguvu. Unaweza kuomba with understanding, unaweza kuomba effective prayers, na Mungu anajibu. Na maandiko inasema finally Daudi akarejesha kila kitu katika jina la Yesu. Nimekuja kutia mtu moyo leo, mtumishi wa Mungu, ya kwamba usifujike moyo. Bwana wetu pasifa. Unaweza kuwa lonely hali, Bwana wetu pasifa, na pakose mtu wa kusimama na wewe, lakini kuna kitu ambacho Bwana ameweka ndani yako. Jitie moyo mwenyewe
katika Bwana. Hudumia moyo wako mwenyewe katika Bwana. Naomba tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunapoomba, the Lord help us to learn to minister to ourselves, ili tusikue kama Ayubu anayesema si mimi nimeinua watu wengi waliofujika moyo. Anasema si mimi masikini niliwafanya matajiri, lakini mwenyewe nikabakia kwenye shida, kwenye umaskini, kwenye huzuni. Lord God, help us, Father, to learn to minister to ourselves, oh God. When we feel disappointed, Lord God, the way we encourage others, Father, we shall also be able to encourage ourselves in the Lord, in the mighty name of the Lord. Bwana, ni sisi watu walio chini, sisi kwa maneno ya vinywa vyetu tunawainua, lakini Bwana, sisi mara nyingi tunaanguka na kufurika moyo. God, help us to minister to our hearts. God, help us, Father, to strengthen ourselves, Lord. Because, Father, we are like David. No one will understand what we go through. No one. Father, in the name of Jesus, sometimes, Lord God, as your servants, we suffer loneliness. Oh God, but even those times of loneliness, Father, you shall help our hearts. Sometimes, Father, we feel sad. Wakati mwingine Bwana, kwa watumishi wako, huzuni ambao hatujui inatoka wapi atugonga. But Father, we pray, even those times, Lord, give us the grace. Father, we are like the man in the pool. No one to help us, no one to assist us, no one to encourage us, no one to comfort us all. But Father, I pray, we shall not die in the pool, waiting for somebody. Father, you shall help us all. Wakati mwingine Bwana, hatuna mtu wa kutuingisha kwenye kisima, na wengine wetu tumekaa pale miaka mingi. But Father, I pray, in the name of Jesus, that will help us, Lord. Will help us, Lord. Father, release this grace to us, Lord. I've been waiting for people to come to encourage us, Lord. I've been waiting for people to come and comfort us, Lord. Lakini Bwana, hatujapata. Father, today, give the grace. Give us the grace, Master. Holy Spirit of God, who dwell in us, inuka ndani yetu na Roho, utuhudumie
ukiwa ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah, servant of God. Watumishi wengi wa Mungu wamepatwa magonjwa mabaya. Watumishi wengi wa Mungu wameingia katika shida ambazo hawataweza kujitoa kwa sababu hali ngumu zilipowakuta. Hawakuwa na neema hii ya kujisimamisha na kujitia moyo na kujichukua tena, na walipogoja watu wakakosa. The other day I was speaking to one of the pastors, na akaniambia kitu ambacho kilisababisha niwe nikiombea watumishi wa Mungu sana. Ananiambia kuna vipindi ambavyo alijihisi ana huzuni ambayo hakujua anatoka wapi. Anahisi tu yako huzuni, anahisi yako yuko upweke. Ananiambia siku moja akaenda kwa duka, aliporudi kwa gari yake alikuta akilia for 1 hour. Alilia 1 hour kwa gari yake, analia, machozi analia, anajihisi peke yake, anajihisi mambo mazito. Na akaniambia nimekuja kujua ni kwa nini watu hujinyonga. Vipindi kama vile wapendwa vitatuta, haswa sisi watumishi wa Mungu, maana tuna watu wa kutia moyo. Sisi ni kama yule mtu wa Bethesda. Lakini leo katika jina la Yesu, Roho wa Bwana anatia kitu ndani yetu ambacho from within, comfort itatoka from within, encouragement from within. Hata wakati ambapo hakuna mtu kutoka nje anakwambia utasimama, kitu ndani kitakwambia utasimama. Na naomba neema hiyo in the name of Jesus. I pray for that grace. That grace. That grace. That grace. Receive it now. Receive that grace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lo shanta rabagina mazeri. Reverse tabaganda baboria. For a moment, just speak the tongue. Resita rasota baradidaga. Parasotia gadamayante bebesia. Reshantara barabazano. Ropo shekarabagina. Resina maganta masota. Beketa maganda. Barina shelere. Riantairi andebebesia. Resantara barabaraba gandarababosi. In the mighty name of Jesus. Baba tusaidie, Baba turehemu, tuweze kujitia moyo, tuweze kunenea maisha yetu, tuweze kutabiria maisha yetu, kwa sababu Bwana Mungu, kama vile tutatabiria wengine, kama vile Mungu tunaombea wengine wapona, hiyo neema na hiyo neno bado inaweza kutunenea, bado inaweza kutuponya, hata kutukwamua katika mahali tumekwaa, hata Mungu kutuinua mahali ambapo tumeanguka. In the mighty name of Jesus. Oh rabashandari bababose. Tukakataa kutumainia binadamu, tukakataa kutumainia watu. My Father and my God, ni mara nyingi watu wametuangusha, ni mara nyingi watu wametuaibisha, ni mara nyingi watu wametuachilia. But oh God, tusaidie wewe kukutazama, tusaidie wewe kukuangalia, tusaidie wewe kukutumainia. Tunajua Bwana tukikutumainia mambo yote itakuwa sawa sawa. Wewe mkono wako ni hodari, wewe mkono wako ni wa nguvu, wewe mkono wako ni wa uweza. Likataria bashanda, likatabori rabasaya. Dakika mbili inua ombi la nguvu, inua ombi la nguvu kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya huduma unayofanya kazi.
kazi, kwa sababu ya familia yako, kwa sababu ya hatima yako. Rikatabashata kayanaba, rikasata kayana rababura, rakatabasuka yandorima, rikatabasota bakarianda, rakasata kayandori masaya, nakataramba shantarababura. My Father and my God, atabiria familia yangu, sema it shall be well, it shall be well with them, my Father, it shall be well with them, my Lord. Nasema ya kwamba hatutaanguka, hatutarokotwa chini, because my Father, the power that you have given us, ambao tunanena wanapona, ambao tunanena wanainuliwa, twainena kwa maisha yetu. Nasema ya kwamba hatutasifia, hatutajishika shafu, hatutakaa na uso wa kuhurumia. We know our God, the power we speak to the members, the power we speak to people, hata watu wengine hawapajui. Tunanenea Bwana, wakija katika maofisi yetu na wanaenda na wanafanikiwa. Tunajinenea neno la baraka, tunajinenea neno la kuwa na nguvu, tunajinenea neno la uponyaji, tunajinenea neno na tunasema tutasimama, huduma zitasimama, familia zitasimama, hata magonjwa tutapona katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa katika jina la Yesu, tunakataa kushushwa, tunakataa kuwekwa chini, tunakataa in the mighty name of Jesus. Na tunasema tunaamini neno lako, tunaamini neno lako siku ya leo, kama vile Daudi alijitia moyo, hata kama wale maaskari na wale walikuwa pamoja naye walifikiria kupiga mawe, lakini akajitia moyo katika Bwana na akaweza kufika maadui wake na akawatawanya na akarejesha nyara, akarejesha watoto, akarejesha wake na watu wao na mali iliyokuwa imeibiwa. Siku ya leo tunasema tutaiweka nguvu, tutajitia moyo na vitu vyetu vilivyobiwa, na vitu vilivyonyang'anywa, na vitu vyetu ambavyo vimekwama. Tunaamini ya kwamba sitakwamiwa, tunaamini tutalipwa, tunaamini Bwana utanena kwa niaba yetu. Asante Bwana, asante kwa neno lako siku ya leo, asante kwa neno hilo. Tunasema Bwana, tunalishukuru na tulifanya letu. We own the word, we own the word today. Ya Baba Bwana, tutajitia moyo na tutajitia nguvu na tutalegea, hatutabadilisha testimony ambao tumetoa ya kuona kwamba ni kama tunaisha, lakini tutaongea ya kwamba tunasimama na tuseme tunadumu, na kazi uliyotutuma itainuka, itanawili, itasimama in the mighty name of Jesus Christ. Asante Bwana, ni asante Mwokozi wetu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Tunainua jina lako na tunasema ni asante Bwana, ni asante Mwokozi wetu. Pokea sifa na upokee utukufu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tupigie mnenaji wa neno makofi kwa sababu ameinua mioyo yetu na tunafarijika. Ningetaka tuketi